Ahlan wa sahlan na marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Mpenzi mtazamaji, kama ilivyo desturi yetu, si mwingine ambaye tunaye ndani ya studio zetu za Mafi TV bali ni Sheikh Yusuf, ambaye naamini katika mada za ndoa ameweza kuelezea mambo mengi, na naamini umeweza kupata mwalimu matatu au mengi ambayo umeweza kuyapata kutokana na yale. Maana anakuambia uende ukaangalia video mpaka mwisho lakini ukapata kimoja. Hiyo pia nayo faida. Na inshallah kwa mada yetu ya leo mpenzi mtazamaji, tunaenda kuangazia uchaguzi wa mke na mume bora. Ni yapi ambao unafaa kuyafahamu ili kujua huyu ni mume bora na huyu ni mke bora. Na inshallah tukielekea kwa Sheikh tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nashukuru. Alhamdulillah, furaha tena kuona wewe siku ya leo. Alhamdulillah, Allah kuzidishie zaidi. Nashukuru sana kwa kukaribisheni inshallah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa taufiki yake ambaye ametuwezesha kufanikiwa kurejea tena katika bustani hili, bustani la ndoa. Na tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kufaidika na hasa yale ambayo tunaweza kujifunza ndani yake. Yawe ni yenye kutunufaisha katika maisha yetu ya hapa duniani na kesho inshallah siku ya kiyama yawe ni yenye kutuingiza katika jannatun naim inshallah. Amin. Swali liliko mbele yetu hapa ni kwamba ni vipi unaweza kuchagua mke bora kama kijana na ni vipi unaweza ukachagua mume bora wewe kama binti. Nafikiria hawa ni watu wawili, nafikiria tunaweza kwanza kuwauliza. Kweli. Swali ambalo linaweza kwanza kuelekea kwa binti. Wewe katika fikra zako ni mume wa aina gani ambaye unataka? Alafu tutazame uchaguzi wako ambao umechagua katika hizo sifa ambazo umezieleza. Je, zinaambatana na sifa ambazo zimeelezwa na Uislamu ama hapana? Maisha yetu ya saizi ukimuuliza binti unamtaka mume aina gani, yeye ana uamuzi wake na ana fikra zake na ana namna ambavyo anamchagua yule mume anayemtaka. Kuna baadhi ya mabinti wanawachagua wanaume kwa sababu ya hali yao ya kifedha, namna ambavyo kama ana kazi nzuri, anaishi maisha mazuri, anaendesha gari, anaishi nyumba nzuri na kadhalika. Baadhi ya binti wako katika hizi hali. Hizi ndio sifa, na kila mmoja katika mabinti, kila mmoja ana namna yake ambayo anachagua. Mwingine anachagua umbo pia. Ndio. Anaona huyu sasa, hiyo ndio uchaguzi wangu. Kweli. Maana wanakuambia kila mtu ana chaguo lake. Na mwanamke ataona mimi nataka mwanamume ambaye ameunga vizuri, ameenda gym vizuri. Naam, kabisa. Kuna mwingine wewe unaweza sema kwamba wewe ndio wakokombea kwamba ninachotaka mimi sio kwamba utataka wewe. Wewe unasema unataka mwanamume mwenye kitambi, lakini kuna yule mwenye yotaka yule mwenye kitambi. Ndio. Mwingine anasema nataka mwenye miraba minne. Ndio hivyo. Alhamdulillah. Kitu cha kwanza, katika uamuzi wako ambao upo nao, unaweza kuwa ni uchaguzi sahihi kulingana na wewe, lakini pia unahitaji katika fikra zako, hebu jaribu kuweka baadhi ya sheria na kanuni na wasia ambao tumehusiwa na Uislamu. Kitu cha kwanza cha muhimu sana wewe kama binti, hasa binti wa Kiislamu, unafaa uweke kwenye akili kwamba namna ulivyo kwamba hauruhusiwi kuolewa na mwanamume ambaye sio Muislamu. Hakika.
Sasa katika chaguzi zako zote, weka hii kaida, weka hii anwani kwamba mimi wakati ambapo natafuta zile sifa ambazo nitazieleza, lakini sharti huyu awe ni Muislamu. Ndiyo. Baadhi ya uamuzi ambao wanachukua mabinti wakati ambapo wanachagua wachumba wao, huwa hawaangalii hii sifa. Maadamu ako hali nzuri ya kifedha, ako umbo ambalo nilikuwa nikitaka, kwa hivyo akili yake haimwelekezi katika dini. Ni wengi katika mabinti zetu ambao wameolewa na wanaume ambao sio Waislamu. Tabani hiyo ndoa haikubaliki katika sheria. Nadhani ni wengi ambao wamesahau kwamba dini inakuja ni kitu cha kwanza kabisa. Hasa sisi wanawake wa Kiislamu ni muhimu sana kuweka mazingatio zaidi, kwa sababu mwisho wa siku utakuta mtu amesema ndio anaolewa na mtu ambaye sio dini yake kabisa. Lakini mwisho wa siku ile kitu ukiangalia itamtoa pia katika imani. Maana huo kuna ile kasumba ama ile nini ya kusema ya kwamba yeye ni Mkristo mimi ni Muislamu, ama yeye labda ni Mhindu mimi ni Muislamu, yeye atafanya yake mimi nitafanya yangu. Matatizo yanakuja pale wamekuja wakipata vizazi kabisa. Na kawaida ya maisha ni kwamba mke ndio mwenye kulinda nyumba, ndio haswa, na yeye mara nyingi ndio huwa anabaki na malezi ya watoto. Kweli. Ikiwa imani hizi zitakuwa tofauti, mara nyingi nyumba haitakuwa ni yenye kusimama. Ndio maana Uislamu ukawa ni wenye kueleza kwanza ni sharti, kwa sababu maisha yapatikana yawe mazuri, wewe mwanamke chaguo lako la kwanza umchague mume Muislamu. Ndiyo. Usiolewe na mume ambaye halingani katika na wengi wanasema mwanamke hana dini. Kweli wengi wanasema, wengi wanaeleza namna hiyo. Na nadhani pia wameweza kuprove watu right, kwa sababu wanawake wengi wanapoingia katika ndoa, ama wengi ambao wapo katika ndoa ni wengi ambao misingi ya ndoa hawajui. Ni wengi ambao ndio utakuta msichana amepelekwa kwa kungwi kwenda kufundwa, lakini mwisho wa siku akiingia katika ile ndoa, yule kungu kule hamfunzi swala la kwamba kuna kuoga janaba, hamfunzi swala ni lazima katika nyumba. Atafundishwa tu mambo ya chumbani peke yake. Lakini anasahau kwamba huyu mtoto wa kike kuna foundation nyingine ambayo anafaa kuwa nayo. Ndio maana anakuambia pia kuwa na ile kusoma, ndio utakuwa hujasoma sana, lakini vitu ambavyo vinakuhitajia katika dini kusoma kama mwanamke wengi wameviweka kando. Alafu pia tumeona ndoa nyingi sana ambazo binti wa Kiislamu ameolewa na mume ambaye sio Muislamu. Lakini ndoa hii au imani hii ya binti haidumu. Moja kwa moja anakuwa ni mwenye kutoka katika Uislamu. Inaweza kuwa ni msukumo wa familia ya yule kijana, kwa sababu yeye kijana ndiye atakuwa kiongozi wa boma. Kwa hivyo itakuwa ni kama zile dini zinagongana. Kwa hivyo mara nyingi familia wanamsukuma yule binti aweze kufuata dini ya mume wake. Kwa hivyo wengi katika mabinti zetu wameondoka katika dini kwa sababu walichagua waume ambao sio Waislamu. Walitoa uamuzi ambao sio sahihi. Kwa hivyo unapofanya haya, unapomchagua mume ambaye sio Muislamu, wewe binti, jua ya kwamba masala mengine ambayo ya dini kama vile tahara na mambo mengineo, familia na kadhalika, haitakuwa katika hali ya Uislamu. Wakati tukiwa katika mitandao nikipitia, kuna siku niliona kabisa Sheikh anasema wanawake wengi siku hizi tahara kwao hakuna. Ni kweli. Wanawake wengi siku hizi hawaogi janaba. Niambie mwanamke mwenye labda hajajiweka vizuri, hajui dini inasema nini, hajui mimi nikishatoka katika ile tendo nafaa kuwa msafi, kwa sababu mwisho wa siku narudi kwa Mwenyezi Mungu. Na mwisho wa siku ndo utakuta swala katika ile nyumba haiko. Kweli. Inafikia mahala kwamba mwanamume anashindwa kumhimiza yule mke kuswali. Utakuta mwanamume amekazana kumhimiza, imekuwa kama dhamira yake kila siku, lakini wanawake ndo kama sisi tunajua. Lakini pia swali kubwa ni utaweza kuwaje ni mwenye kuzingatia tahara wakati ambapo umeolewa na mume ambaye hajui mambo na tahara?
Uwezi. Yeye mwenyewe si tohara. Kwa hazingatii tohara. Kwa hivyo itakuwaje wewe mwenyewe ushikamane na dini wakati ambapo umempata kiongozi ambaye anakutawala wewe, anakuongoza wewe ambaye hashikani na dini. Kwa hivyo kitu cha kwanza, binti yetu, binti wa Kiislamu, chagua mume ambaye ni Muislamu. Hakika. Sasa ukianza kuweka hii sheria na kanuni hii mbele yako, sasa anza kufuatilia haya mengine. Ili kupata mume bora, unafaa uchague mume bora katika vipimo vya Kiislamu. Kwanza unaambia upime katika tabia. Kweli. Tabia ni kitu muhimu sana. Ambao ni wengi hawachague siku hizi. Naam. Na ukimchagua mume kwa sababu ya mali na tabia yake ni mbovu, ujue kwisha maisha yako pia na maisha ya watoto hayatakuwa mazuri. Nazungumza hivi kwa sababu hata siku hizi katika Waislamu kuna wale walevi chakari. Kweli. Wanalewa na wanajua kwamba pombe ni haramu. Ndiyo. Kwa hivyo wewe binti wa Kiislamu unapoolewa na mtu kama huyu, ndiyo, tabia yake haiwi nzuri. Na ndio katika hadithi nyingi imepokewa hadithi moja kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume anasema, sharibul khamr, mlevi, la yuzawwaj idha khataba, mlevi haozwi ikiwa hata posa. Haozwi. Kwa sababu kwanza maisha yale yatakuwa sio maisha yenye istikama, nyumba yenyewe haitakuwa na tohara, mke mwenyewe hataishi maisha mazuri na kadhalika. Kwa hivyo kwanza unapochagua mume, chagua mwenye tabia nzuri, ambaye ana heshima zake, asiyekuwa mlevi. Mara nyingi ulevi umeharibu jamii nyingi za Kiislamu. Nyingi. Watoto wanakaa kana kwamba ni mayatima kwa sababu baba yao ameingia katika maisha ya ulevi. Hatunzi familia na kadhalika, hata shule. Na maskini utakuta wanawake wengi wanaangaikia familia kwa sababu waume zao wamezama katika ulevi. Hata kuna baadhi ya misemo huwa inasema kwamba mjane sio yule aliyefiliwa na mume wake tu. Wanasema hata aliyeolewa na mlevi ni mjane. Kwa sababu utakuta ni mtihani mkubwa. Mwisho wa siku kama ulevi utakithiri kwa ile nyumba, yule mwanamke na kuna state kadhaa za hawa walevi yule anavolewa. Ukiangalia mtoto wa kiume amelewa, amekuja amempiga mke wake, mke anasema mimi navumilia, labda atabadilika. Mwisho wa siku anaona mpaka uvumilivu unaisha. Ndio maana wakakwambia kwamba ndoa ni kama kichaka. Ni kweli. Huwezi jua nini kipo pale ndani. Ni kweli kabisa. Ni kweli. Sasa mke wa Kiislamu au binti wa Kiislamu, unapompata kijana na umependezwa na sifa zake zote, lakini hebu tazama huyu kijana, je, ako katika uraibu wa ulevi? Na kama yuko katika hali hii, epukana na yeye, kwa sababu maisha yatakuwa ni maisha magumu baadaye wakati ambapo utolewa na kijana kama huyo. Alafu pia kuna hadithi kutoka kwa Imamu Jaafar Sadiq. Imamu Jaafar Sadiq, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, anasema, man tazawwaja karimatahu min sharibi khamrin faqad qata'a rahamuha. Yani atakaye muoza binti yake kwa mtu mlevi, bila shaka atakuwa amekata uzao wa yule binti. Kweli. Mtu mlevi, kwanza hadithi ya kwanza tumesema kutoka kwa Mtume kwamba mlevi aozeshwi. Na hapa hadithi ya Imamu Jaafar anasema, ikiwa utafanya namna hiyo, jua ya kwamba umekata kizazi cha yule binti. Kwa sababu hana tabia, hana mwelekeo. Kwa hivyo msingi wa kwanza, binti yetu, ewe binti wa Kiislamu, chagua mume mwenye tabia nzuri. Hiyo ndio msingi wa kwanza. Na nimependa vile umeiweka kwa sababu kuna mtu atakwambia ndio chagua mume ambaye ako na dini.
lakini wamesahau kuweka tabia. Naam. Maana kuna wanaume ambao ndio utakuta ni hifdhul Qur'an. Naam. Wanaume wamesoma dini vizuri, Ni lakini tabia ni chafu. Tabia sizo ambazo labda ungesema huyu kweli nitamuozesha mwana. Ni kweli. Imamu wetu, Imamu Ridha, imamu wa 8, kuna bwana mmoja alimwendea akamwambia, nimepata mtu ambaye huyu mtu anataka kumuoa binti yangu. Lakini tabia za huyu bwana si nzuri. Je, ninaweza kumuoza binti yangu? Imamu alimjibu vipi? Alimwambia, kama tabia yake ni mbaya, usimuoze binti yako. Kama tabia ni mbaya, usimuoze binti yako. Wengi katika mabinti hawatazami tabia. Kweli. Sahihi. Wao hukimbilia maisha. Kwa hivyo hawaangalii mwisho, baadaye yale maisha yanaanza kuwa magumu. Mara nyingi ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya binti aliingia katika uchaguzi ambao sio sahihi. Kweli. Uchaguzi wake haukuwa sahihi. Lakini tunapochagua, binti anapochagua mume kwa misingi ya dini, amefaulu. Amefaulu. Changamoto zote za maisha atakuwa ni mwenye kuzidhibiti. Sasa hii ni upande wa binti. Na pia angalia mume mwenye dini. Kando na tabia, awe na dini. Ndiyo. Na kwa sababu atakapokuwa na dini, wanasema unajua nyumba huwa inageuka kuwa kama pepo, janna. Kweli. Kutokana na yale maisha. Maana naamini hata kama kuna ile mitihani utapitia pale ndani. Naam. Lakini ndio maana wakasema kwamba unapokuwa na mume ambaye anaelewa dini inasema nini. Kabisa. Anajua hii ni halali na hii ni haramu. Kitu fulani sifai kukifanya. Basi huyo mume mtaelekezana vizuri. Kwa sababu atajua subra ni nini. Kabisa. Na atajua thamani yako kama mwanamke ni ipi. Alhamdulillah. Sasa kwa hivyo unapomchagua, baada ya kuchagua mume mwenye tabia, angalia sasa mume huyu ana dini. Kama ana dini, ujue umefaulu kumpata mume bora. Na uchaguzi wako, ni uchaguzi mzuri. Kwa hivyo maisha yako pia yatakuwa katika maisha yaliyo bora. Sababu ile nyumba itakuwa ni nyumba yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu katika nyakati zote, ibada na kadhalika. Kwa sababu umechagua. Usiangalie mali tu. Na usiangalie umbo tu. Angalia hii misingi ambayo tumewekewa na Uislamu. Hilo ni la pili. 3, usimuangalie huyu mume au huyu ambaye unatamani akuoe, umuangalie yeye kiyeye tu. Tazama pia familia yake. Jamaa kwao. Tabia zao ziko vipi? Huenda pia malezi, hawa wamemlea, familia amepata tabia hizi kutoka kwa familia. Kwa hivyo unakuta pengine familia yao wana tabia ambazo sio nzuri. Au pengine hali yao pia sio nzuri. Ndani yake kuna baadhi ya watu vicha. Anakotoka, huyu ndio yuko salama. Unajua wakati mwingine hizi damu huwa zinakwenda. Kweli. Zinafanana na zinalingana. Na ndio utakuta wakati mwingine mume amemzaa au mke amemzaa mtoto ambaye anafanana na babu yao. Kwa sababu ile ni damu bado, ile ukoo bado inakuja, zinashikana. Kwa hivyo pia wakati mwingine utakuta katika familia fulani mtoto au anaanguka kifafa na kadhalika. Kwa hivyo usipoangalia baadhi ya mambo kama hayo, na wewe katika familia yako, wakati ambapo utaolewa na mtu wa namna hiyo, pia utakuta kizazi kinaingia katika haya maisha. Kwa hivyo angalia pia sehemu ambayo yule mume anatoka. Hii ndio misingi muhimu zaidi kwako ewe binti. Mashallah, mashallah, mashallah. Shukran sana Sheikh, umeweza kuelezea kitu kizuri ambacho haswa kwa wanawake wanapaswa kufahamu. Wanawake wamekuwa viumbe ambao
sijui nitasema tuko na uzito. Tukiamua kuchagua siku hizo wanakuambia mwanamume ni mfuko. Wanakuambia pesa ndio inasema. Pesa ndio inasema. Wamesahau kwamba kuna vitu ambavyo ni lazima viweze kuangaziwa ama kuangaliwa. Kwa mwisho wa siku unaishi maisha yako. Alhamdulillah. Sio kwamba unaishi maisha ya mtu mwingine. Ile ndoa utakuwa wewe. Yani huwa naifananisha ndoa na umauti. Ndoa na umauti, ukiangalia ndoa unapopelekwa kwako unabakia wewe peke yako. Kabisa. Hiyo inaelekea sawa sawa na umauti. Unapoenda kuzikwa unabakishwa wewe peke yako. Sasa ni amali zako zile ulikuwa umechoma. Same na ndoa, ni vipi wewe uliweza kuhifadhi dini yako itakusaidia katika kuipeleka ile ndoa. Na ndio maana wanaume wengi na wanawake siku hizi wamekuwa wazito kujua misingi ya ndoa ili kuweza kufikia ile malengo ambayo wanayataka pale ndani. Inshallah Sheikh atachukua pumziko, tukirudi tuweza kuendelea na awamu ya pili. Shukrani sana. Asante, shukrani. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini unazidi kufaidika na kuweza kufahamu ni yupi ama ni yepi ambayo unafaa kuyafata, kuyajua ili uchague mwenza mwema. Maana tusiende tu na akili zetu peke yake, bali tuangalie pia dini inasemaje kuhusiana na uchaguzi wa mume na mke bora. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa, tukiwa naye Sheikh wetu ambaye naamini unafaidika naye. Mimi binafsi naweza kujua mambo mengi ambayo naamini kuna wenye hawajaoa ama hamjaolewa huko nje. Basi inshallah tupate kusikiza Sheikh anasemaje kuhusiana na swala hili, na tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nafikiria katika kipindi cha kwanza tumeweza kumzungumza na binti. Na tumekuuliza swali kama binti yetu wa Kiislamu, unataka mume aina gani? Na nafikiria wewe mwenyewe binti unajua katika uchaguzi wako unamtafuta mume wa aina gani. Ingawa sheria ya dini na kushauri tu epukana na baadhi ya watu ili ukitaka maisha yako yawe mazuri. Sheria inakuruhusu ukipata mume mwenye mali, alhamdulillah. Ukipata mume mwenye sura nzuri ambayo unaitaka, ukitaka mume mwenye umbo nzuri ambalo unalitaka, alhamdulillah. Lakini misingi mikubwa ili ya wewe kuweza kufanikiwa katika maisha yako, angalia tabia na dini na sehemu anayotoka huyu mtu anayekuoa ama kijana ambaye anataka kuja kukuoa au kukuchumbia. Utaishi maisha mazuri. Na lau usipokuwa na uchaguzi kama huu, utaona maisha baadaye yanakuwa ni yenye kuyumba. Sasa nafikiria kijana ambaye sasa hawa wanaitwa waindaji ama tuseme pia kameraman wetu. Najua bwana hauna mke, lakini itakufaidi pia hii. Alhamdulillah. Kijana, unataka mke wa aina gani? Wana pia nao wako na preference yao. Hao vijana nao sasa ni machachari zaidi. Ukiingia kwao. Kijana, nikikuuliza sijui unataka mke aina gani na una vigezo gani vya kumchagua yule unayetaka kumuoa. Wengi wa vijana wengi saizi ukimwambia nataka mwenye ako na sura poa, na siku hizi pia wanakupimia nataka wanataka sijui tuiweke vipi, lakini wanasema wajua kuna gari ndogo na gari kubwa. Alafu hawa mabinti wamewajua hawa vijana wanataka nini. Na wakaanza kujitunza namna ambavyo hawa vijana kile ambacho hawa vijana wanafikiria. Sasa kijana unatafuta msichana anayekaa vipi? Hiyo ndio kitu muhimu. Ni sawa katika chaguo lako ambalo unataka
litafuta sifa ambazo unazitaka kwa huyu binti ni sifa zipi. Ndio. Pia Uislamu unakushauri, hebu tanguliza zile sifa ambazo Uislamu umekushauri, ndio sasa haya mengine yote uweze kufanya nini? Ndiyo. Kuyatazama. Ndiyo. Uislamu umetuhimiza zaidi kumuoa mke kwa tabia. Kama vile wewe binti unamtafuta mume mwenye tabia, hivyo hata huyu mume anafaa kutafuta binti au mke mwenye tabia. Ndiyo. Zile sifa ambazo tumezitaja kwa mume, ndio hizo sifa ambazo pia zinastahiki pia kwa nani? Kwa mke au binti. Wengi katika vijana wanaangalia tabia. Wanaangalia sura. Ndiyo. Uislamu haujatuhimiza sana kwenye sura. Lakini unaambiwa ukipata sura nzuri, mwenye mali, mwenye tabia nzuri, umeangukia. Umepata dhahabu. Umepata dhahabu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man tazawaja imra'atan limaliha, mwenye kumuoa mwanamke kwa mali yake, yani nimempata binti ana mali na nimemuoa kwa sababu ya ile mali, wakalaha Allahu ilayhi, Mwenyezi Mungu atamjalia, atamfanya vile alivyo, yani kulingana na kile alichoamua. Mwenyezi Mungu atamuacha namna hiyo. Waman tazawajaha lijamaliha, na mwenye kumuoa binti kwa uzuri wake, raa fiha ma yukri, mwisho atakuja kuona baadhi ya mambo ambayo yatamuudhi, yatamchukiza. Sababu mara nyingi urembo, sura nzuri inaficha mengi. Kwa hivyo wewe kama umemuoa binti kwa sababu ya sura, utakapomlete ndani, sasa ndio utaanza kumuona tabia zake. Sababu saa hiyo ile picha ya sura itakuwa imeanza kupotea. Sasa kile ambacho unahitaji kwenye nyumba ni namna gani anaendesha mambo ya nyumba. Kwa hivyo sasa hivi ndio utaanza kuona tabia. Kwa hivyo wanasema ikiwa utamuoa binti au utamuoa mke kwa uzuri wake, mwisho utaona, yani wanasema ataanza kutoa makucha. Sasa ndio utaanza kumjua yeye ni nani. Lakini kilichokufunika ni nini? Ni sura, urembo wake, uzuri wake. Lakini Mtume anaendelea akisema, waman tazawajaha lidiniha, na mwenye kuoa mke kwa dini, kwa ajili ya dini. Meona huyu alhamdulillah ameshikamana na dini, mwanamke amejihifadhi au binti amejihifadhi, anaswali na anatekeleza ibadati za Kiislamu, ako katika akhlaq ya Kiislamu. Ukimuoa binti kwa ajili ya dini yake, ambaye ameshikamana na dini, kisha Mtume anasema jamaa Allahu lahu dhalik, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakukusanyia zote. Ikiwa unatafuta dini, Mwenyezi Mungu atakuletea mwenye mali, mwenye sura nzuri, mwenye umbo nzuri ambalo unataka na dini. Kwa hivyo utakuwa umefaulu katika maisha. Kwa hivyo kijana, tunajua maisha ya sasa ni maisha ambayo kila wakati unaona vitu vizuri. Ukioa mwanamke kwa sababu ya sura yake, urembo wake, kumbuka wanazaliwa wazuri zaidi. Utaoa wangapi? Kweli wana ukipitia mitandaoni wanakuambia kwamba, nadhani hizo maelezo ulielezea, nadhani pia ilikuwa kuna mawaidha yenye nasikiza. Ukasema the same thing. Ya kwamba ukioa mwanamke kwa sababu ya mali yake itakuwa hivi na hivi. Ukioa sababu ya sura, lazima itakuwa hivi na hivi. Kabisa. Na mwisho wa siku ndo hapo unajiuliza mwanamume unataka nini? Wajua wanatuambia, wanasema ya kwamba hujui mwanamume anataka nini kwa sababu hawakwambii wanataka nini. Kabisa. Na wewe labda utaangalia useme mimi nina quality zote za huyo mwenyewe wataka. Lakini bado yeye anajua anachokitaka. Kabisa. Lakini wasijua ni kwamba kila siku anakuambia
watu wanaumbwa kila siku. Naam. Wazuri Mwenyezi Mungu anawaumba kila siku. Ni kweli. Alafu ya siku baya, lakini unapokuwa katika ndoa naamini na nimesikia na watu wengi wanakuambia kwamba unapooa, unajua sasa hii uoni, yani unaona kawaida tu yani. Lakini siku unakuja unaona kwani huyu fulani alikuwa wapi? Unaona wazuri wanatokezea huko, kwani huyu alikuwa wapi? Mimi sikumuona. La msingi ni kwamba nini? Unaangalia kwani huo vipi mimi watu wakiwa huku nje na uzuri wote ama naona kijana alikuwa mzuri nini kwa sababu unajiuliza kwani nimeolewa. Alafu sasa Mungu ni kama anakupa mitihani zaidi. Anakupa mitihani. Kuna siku moja Mtume alikuwa akiwashauri maswahaba. Aliwaambia maswahaba wale ambao walikuwa akimsikiza, anawaambia iyakum wa khadhara'i dumani. Jiepusheni na khadhara'i dumani. Maswahaba wakamuuliza, wama al-khadhara'i dumani ya Rasulullah? Nipi hiyo khadhara'i dumani ambayo unatuambia ewe Mtume? Mtume akawaambia, almar'atul hasana, mwanamke mzuri. Mashaallah. Ambayo sasa hivi vijana wakimwona hivi tampataje? Kameramani na kuona huko nyuma mimi. Huyu nikimpata mambo yangu yako. Ni mwanamke mzuri. Kila sifa zote za maumbile ambazo unazitaka unaona kwake. Lakini fi mambati su. Lakini yeye asili yake, chimbuko lake ni tabia mbovu. Ni mwanamke wa tabia mbovu. Kuna wanawake ambao wana sura nzuri lakini yanayotoka midomoni, ya Allah, hata wewe mwenyewe unashangaa ni huyu kweli? Mitandao inatuonyesha. Inaonyesha na sasa hivi pia wanawake wengi wenye sura nzuri ndio ambao wanatumika kuleta uharibifu katika ardhi. Kweli. Maisha ya sasa yameanza kugeuka. Na dunia ukiangalia sasa hivi, mimi naweza kasema wanawake kipindi hiki wanakuwa ni kama watumwa. Wacha zamani. Kweli. Sasa hivi dada yangu, mafuta mazuri yatokee, ya nywele au ya kujipaka, mazuri tu. Wakati ambapo wanayatangaza ya mafuta, lazima utaona mwanamke mwenye sura nzuri pale. Ndiyo. Kwa nini wanafanya hivi? Wanatumia ile sura kuweza kutangazia ulimwengu kwamba ukiwa hivi utakuwa hivi. Na mabinti zetu, wanawake wetu wameathirika na haya maradhi. Wanajipamba na wanatumia sasa hivi, hata wale ambao wanavaa hijabu, kina dada wamezitupa zile hijabu. Maana nilisikitika juzi, nilikuwa napitia katika mtandao nikiangalia mwanamke mwenye nilikuwa nikipitia katika mtandao, mashallah amejistiri. Lakini juzi nilivyoangalia, sijui ilikuwa ni jana, yani ilikuwa ni kitu ambacho ni cha kusikitisha. Ni mtihani mkubwa pahali tunaelekea. Mwanamke anasema, unajua inafikia mahali wanawake wanaweka ile kwamba hijab sio lazima, sijaambiwa nivae. Lakini kutojua mfano wa hijab alikuwa Bibi Zainab. Kweli kabisa. Bibi Zainab alikuwa na mwanamke ambaye hata uso wake ulikuwa hauoni kabisa. Kwa sababu nini? Stara alikuwa nayo. Alafu mwanamke anafaa elewe, au binti anafaa elewe kitu kimoja, kwamba kila kitu chake ni uchi. Kweli. Sura yake ni uchi. Sauti yake mwili wake. Kwa hivyo Uislamu umemwamrisha ajihifadhi. Lakini matatizo makubwa, hawa kina dada wameona hii kujihifadhi imekuwa ni kama mzigo kwao. Unakuta hata mwanadada, ukiangalia baadhi, hata wengi katika Uislamu, maprofile zao angalia, utaona hawana hijabu na nini. Hata mwingine unashangaa huyu kumbe ni Muislamu kwa sababu ya jina. Ndiyo. Hijabu zimetupwa. Kwa sababu gani? Wanataka waonekane. Na hicho ndio kitu mwanamume anataka. Na sasa hicho katika ulimwengu wamekuja wakaathiri mpaka vijana. Kweli. Kijana siku hizi anaangalia hiyo sura kwa sababu umeianika. Lakini kama ungejificha kama vile unavyoamrishwa na Uislamu, itamlazimu yeye kukutafuta na ataingia katika dini na itafanyika kisheria, wewe kukupata itaingia katika masala ya ndoa. Kwa hivyo mtaoana. Kwa sababu hakuna namna ambavyo anaweza ona urembo wako, uzuri wako,
pasipokuwa na ndoa. Lakini siku hizi hamna, kila kitu kimekuwa ni mtihani na imekuwa ni wazi katika ulimwengu. Kwa hivyo tunaomba kijana, unapochagua, chagua mwanamke ambaye ana dini. Kuna pia moja katika maimamu wetu, au ni hadithi ya Bwana Mtume nafikiria, anasema kuna bwana mmoja alimwendea akamwambia, mimi natafuta. Kijana alimwendea anamwambia, ya Mtume, mimi natafuta binti wa kuoa. Unanishauri nitafute binti upi? Mtume akamwambia, tafuta mcha Mungu. Mtafute mcha Mungu. Ndiyo. Kwa hivyo nukta ya kwanza, tabia. Ukipata mwenye tabia, alhamdulillah. Pili, tafuta mcha Mungu. Mcha Mungu unapokuwa na yeye na wewe ni mcha Mungu, ndani ya ile nyumba yote mtakuwa, mambo yenu yote mnashikamana na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, hata matatizo yakitokea. Lakini kama umechagua kwa ajili ya sura, ile sura imebadilika, umeanza kumchukia kwa sababu kuna wale ambao wamekuja wazuri zaidi Kweli. kumliko yule ambaye na utataka kumchagua yule. Kwa hivyo ni kitu cha kwanza. Kwa hivyo inafaa tuangalie tabia, na baada ya kuangalia tabia uangalie imani, ucha Mungu. Ukishapata binti au mwanamke mcha Mungu, utakuwa umefaulu katika maisha yako hapa duniani. Na wanasema nyumba, yani maisha hapa ya duniani ni ya starehe. Hata Mtume mwenyewe anasema, ad-dunya kulluha mata, dunia yote ni starehe. Wa khairul mata, na starehe iliyo bora ni wewe kumpata mwanamke mzuri. Ndiyo. Khalas. Nadhani pia kuna Nashidu alitoa, mashallah, akaelezea vizuri, anasema dunia ni starehe, na starehe ya dunia ni kupata mke mwema. Kabisa. Ya, ukishapata mke mwema, mambo yote yanakuendea vizuri. Kwa sababu unajua kabisa huyu atakuwa mama kwa wanangu. Huyu atakuwa mama bora. Atanifunzia wanangu hivi na hivi. Atawaheshimu wazazi wangu. Kabisa. Na atakuwa ni msikivu kwangu pia. Kweli. Kwa hivyo maisha hata ya watoto, hata wewe ukiondoka unajua tu niko na mke bora, niko na mwanamke ambaye nina hakika ya kwamba maisha ya baadaye yatakuwa ni maisha mazuri. Kuna wanawake ambao pengine unaooa kwa sababu ya tabia ya nini, ya sura zao, wakati ambapo mambo yanaenda kuwa magumu na ambazo tabia zao ni mbovu, utakuta yule anatoeka, anaenda. Kweli. Ni wengi unakuta wameshatoka katika ndoa zao na hata hawafikiri tena. Kwa sababu misingi haikukuwa sahihi. Ndiyo. Kwa hivyo unapoweka misingi sahihi, maisha yako yatakuwa ni mazuri ya ndoa. Mashallah. Shukran sana Sheikh, umeelezea kitu kizuri sana. Naamini tutakuwa tumemaliza katika ndio letu ya leo inshallah. Asante sana, umeweza kuelezea mengi na imetupa pia sisi wanawake kutufumbua macho ya kwamba tunafaa kusoma dini. Mwisho wa siku huwezi jua, wewe pia unaweza kuwa sababu ya mtu kubadilika. Unaweza kuwa njia ya mtu kuweza kubadilika. Shukran sana. Inshallah. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh ndani ya studio zetu umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Binafsi nimefurahi maelezo yake, ameelezea vyema, na kama ulivyoona ni jambo la kuweza kuchangia. Yani ni jambo ambalo linahitajia mijadala zaidi ili kuweza kuhamasisha vijana wanaotaka kuoa, haswa ndani ya karne hii. Sio kama zamani kina babu zetu ama nyanya zetu walikuwa ni wale wa kuchaguliwa, analetewa mke anaambiwa huyu ndo nimekuletea, unaoa ama unaolewa naye. Sasa hivi ni wewe mwenyewe ujimekie maamuzi ama uweke maamuzi yako, decision ya kusema mimi nataka mtu fulani. Lakini je, umemchagua kwa lengo lipi? Je, umemchagua kwa kwa vigezo vipi ambazo umeweza kuvichagua na ukasema kwamba haswa huyu ndo mume ama mke anayefaa? Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasala.